wale watakao muomba kwa bidii. Kwa bidii. Tunasoma kitabu cha Zaburi sura 91 mstari wa kwanza. Biblia inasema yule aketie mahali pasiri pake yeye aliye juu. Hebu soma hilo andiko. Atasema Bwana ndiye kimbilio langu na Mungu atamwekea uvuli. Soma hilo andiko. Zaburi sura 91 mstari wa kwanza. Ndiko anasema aketie mahali pasiri pa aliye juu. Aketie mahali pasiri pa aliye juu. Atakaa katika uvuli wake Mwenyezi. Atakaa katika uvuli wake Mwenyezi. Endelea pale, endelea mstari wa pili. Nitasema, huyu aliyekaa katika uvuli wake Mwenyezi atasema, Bwana ndiye kimbilio langu na ngome yangu. Kimbilio langu na ngome yangu. Mungu wangu nitakaye mtumaini. Mungu wangu nitakaye mtumaini. Maana yeye atatuokoa na mtego wa mwindaji. Maana yeye atatuokoa na mtego wa mwindaji. Na katika tauni haribuyo. Ishia tu hapo. Ukiendelea huko ni mambo mengi ambayo mtu anaona. Kuomba kwa mwenye haki kwa faa sana, akiomba kwa nini? Kwa bidii, wapendwa. Na hapo ndipo tunapochengana hapo. Tukasema Ijumaa kwamba maombi hayakamilishi kila kitu. Maombi hayakamilishi kila kitu, ila yanahitajika kwa kila kitu. Maana yake ni nini? Huwezi kusema sasa mimi naachana na kila kitu, siendi kanisani, sitoi sadaka, sitoi zaka, sifanye nini, mimi nikiamka ni kuomba asubuhi mpaka jioni, usiku mpaka asubuhi. Kuna muda itabidi ukae ufundishwe neno la Mungu ili uyajue mapenzi ya Mungu, ujue unaomba vipi. Tunaomba atujibiwi kwa sababu tunaomba vibaya. Kwa hiyo wapi utajua kwamba ninaomba vizuri? Kupitia mafundisho, si ndio? Tunajua baraka hata ukiziamuru ili zikamilike lazima uwe mtoaji. Wewe sio mtoaji, hutabarikiwa. Ishoti. Yaani hiyo iko yaani wewe mkono unaficha, Mungu naye anaficha wake. Hutakaa uone pesa kwako. Hutakaa uone pesa kwako. Funguka. Funguka. Wewe unakaa unasema namtolea mchungaji, nampa mchungaji. Unaona hapo mwanadamu, shetani amekamata fikra zako ili usijue nini kiko nyuma ya jambo hili. Na wewe mara zote utakuwa unafanya, unaona kama unampa mzee wa kanisa, unaona kama unampa mchungaji, unaona kama unawapa tu watu. Sasa mimi nyumbani kwangu mimi ninafanya hivi. Nakumbuka wakati nimeajiriwa tu, nina godoro ndani, nimetandika chini. Niliwahi kumuonesha Davis hiyo picha. Sina begi hata la kuwekea nguo, nimepanga nguo zangu hivi, na zilikuwa nguo zangu zote zilikuwa ukizipanga zote zinaishia kama hapa hivi. Yaani kama hivi. Nina kagodoro tu nimepanga, sina hata kiti, nimedunduliza, nina shilingi 500,000. Nina shilingi laki ngapi? 500,000 ndani. Naenda kanisani, mchungaji anasisitiza kwa habari ya mchango fulani. Nasikia kitu kinaniambia ile hela toa hapa. Nikasema huyu ni adui, huyu hawezi kuwa Mungu. Yaani haiwezekani. Mimi namlilia Mungu anipe, anisaidie. Lakini tumemaliza ibada, mimi sijasema chochote, naenda nyumbani nikakosa amani. Niko peke yangu, hata sijaoa, nikakosa amani kabisa. Nikasema Bwana liwalo na liwe. Nikachukua ile 500,000 yote nikakomba pale chini ya godoro. Nilikuwa nimeiweka vizuri, nilikuwa hadi naogopa kuweka hela benki. Nasema watakata. Unako kadogo, weke benki kafanye nini? Yaani naona yale makato sijui 1,100 ngapi yale, yani unaweka 500,000 kamili, unaenda kuangalia unakuta 490 ngapi. We, nikasema hamna, hela naweka chini ya godoro. Sasa Mungu akasema hako toa. Hako toa. Nikaenda nikakatoa kote kanisani.
Nilitoka hapo na nasikia kama sikanyagi chini, nasema na sasa naanzia wapi? Kwa hiyo ni kanuni. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa baada ya kuangalia jambo hilo, Hebu tusome Mambo ya Walawi kabla hatujaingia kwenye somo la leo. Naangalia muda, siendi. Natunza wakati. Hebu soma Mambo ya Walawi sura ya 6 mstari wa 12 na 13. Faida ya kuomba muda wote, yani kuomba muda wote. Mambo ya Walawi 6:12 na 13. Inasema, na huo moto ulio madhabahuni atautunza ukawake daima juu yake. Na huo moto ulioko madhabahuni atautunza uwake daima juu yake. Usizimike. Naye kuhani atateketeza kuni katika moto huo kila siku asubuhi. Naye ataipanga sadaka ya kuteketezwa juu yake. Naye ataiteketeza mafuta ya sadaka za amani juu yake. Moto utatunzwa wake juu ya madhabahu daima, usizimike. Moto utatunzwa. Sasa wakati huo walikuwa wanafanya mambo katika ulimwengu wa damu na nyama. Yaani ukisikia vita, ilikuwa ni vita kweli ya mtu na mtu. Ilikuwa ni vita kweli ya kupigana kabisa, mnarushiana mishale baina ya taifa la Mungu na watu wa mataifa, si ndio? Lakini sisi mambo yamebadilika. Hatubebi tena sheria mikononi mwetu, ila tunazibeba wapi? Moyoni mwetu. Kwa hiyo sisi, huo moto sasa sio tu madhabahuni, bali ni katika mioyo yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unapaswa utunze huo moto, usizimike, isitokee kipande unahisi kama uwepo wa Mungu umepungua. Usitokee kipande alafu subiri kuona matokeo makubwa. Soma Yakobo sura ya 5 mstari wa 16 wa 18. Yakobo 5:16-18 inasema ya kwamba ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi, na kuombeana pate kuponywa. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana, akiomba kwa bidii. Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi. Elia, hapo nilikuwa nataka. Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi. Yaani alikuwa na kila kitu ambacho sisi leo tunacho. Akafanyaje? Endelea. Akaomba kwa bidii mvua isinyeshe. Akaomba kwa bidii mvua isinyeshe kwa muda, na mvua haikunyesha juu ya nchi muda wa miaka 3 na miezi 6. Hivi wapendwa, hilo jambo mnaona ni rahisi? Do you think it's easy? Unaona ni rahisi kabisa kwamba leo uamue leo naomba mvua isinyeshe miaka mingapi? Miaka 3. Wamekuchefua. Wamemchafua Bwana Mungu wako, ukasema sasa nataka unionyeshe Mungu naye mtumikia. Mvua haitanyesha miaka 3. Hainyeshi. Huo ujasiri. Biblia inasema Elia alikuwa kama sisi, kama ulivyo wewe, kama nilivyo mimi. Yeye akaomba kwa bidii. Keep that word. Tunza hilo neno, kwa bidii. Endelea. 18 inasema akaomba tena, mbingu zikatoa mvua, nayo nchi ikazaa matunda yake. Akaomba tena, mbingu zikatoa tena nini? Mvua. Maana yake uwezo wa kukontrol mvua inyeshe isinyeshe, alikuwa nao ule uwezo, lakini ni kwa sababu ya kufanyaje? Kuomba. Sio yeye aliyefanya, ni Mungu alifanya, lakini yeye alichokifanya ni kumuomba Mungu kwa bidii. Wapendwa, muombeni Mungu kwa bidii kama hautayaona hayo matokeo. Naomba nikwambie kwamba ile huzuni, na tulianzisha maombi Ijumaa, tukasema hayo maombi yasizimike. Muombe Mungu kitu kinachokupa huzuni, chochote kile kinachokupa huzuni, chochote kile kinachokuhangaisha, piga magoti kila siku kiseme mbele za Mungu. Tukasema kwamba watu wanaferi, lakini mtu hawezi kuferi, yuko na Mungu hapa hata siku moja. Bwana Yesu asaidie sana. Haleluya. Sasa wakati tunaendelea kuwasha moto na kuhakikisha usizimike, ni vema tukajua kwamba ni kwa nini tunaomba. Ndio tunaendelea leo hapa.
Kwa nini tunaomba? Kwa nini natulazimu kuomba? Unatusisitiza tuombe kwa bidii. Tuombe kwa bidii. Tuombe kwa bidii. Kwa nini tunaomba? Nataka tubezi tu kwenye hicho kipengele kwanza, kwa sababu nimekwambia funguo katika ulimwengu wa roho zipo nyingi. Maombi sio maombi hayakamilishi kila kitu, lakini yanahitajika kwa kila kitu. Kuna vitu vingine kama imani, upendo, shukurani, sadaka na zaka, vitu kama hivyo. Nayo ni mafundisho ambayo Bwana akitoa neema tutaendelea kufundishana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ule mtiririko, shauku ya moyo wako, kuomba, kuamini, kupokea, kushukuru. Hiyo ni hatua. Unaanza na shauku moyoni mwako, unaomba. Ukishaomba unaamini kwamba itatokea. Ukishaamini unapokea. Ukishapokea unashukuru. Ni hatua. Tutaendelea kujifunza, lakini nataka leo tujifunze vipengele viwili. Kwa nini tunaomba? Hiyo nitakwenda haraka kwa sababu tunafahamu, tunakumbushana tu, halafu niende kwenye kipengele kingine. Tutatunza wakati. Kwa nini tunaomba? Kipengele cha kwanza inasema maombi ndiyo mbegu ya mabadiliko na kukua kwa Mkristo yeyote. Maombi ndiyo mbegu ya mabadiliko na kukua kwa Mkristo. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Maombi ndiyo mbegu ya kukua, mbegu ya mabadiliko na kukua kwa Mkristo. Maombi ndiyo yanayotubadilisha. Bwana Yesu atusaidie sana. Maombi ndiyo yanayotubadilisha. Waingereza wana neno zuri, wanasema mold. Kumold ni kama kufinyanga hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kufinyanga, kutengeneza umbo fulani tofauti na lile umbo lililokuwepo. Sasa kitu kinachomrekebisha Mkristo, ni maombi. Kwa sababu pasipo maombi hata neno unalolisikia, kwanza hata unaweza usilisikie. Ukilisikia unaweza usilielewe neno linalokuambia. Kwa nini? Tulijifunza Ijumaa kwamba ukiomba unatengeneza uwepo wa Mungu kwako. Unaifahamu lugha ya Mungu ni ipi. Unajua zile kanuni za kimungu. Tunafahamu Mungu huwa anazungumza hadi kwa mafumbo, si ndio? Sasa ukiomba, manake ule utendaji wa Roho Mtakatifu ndani yako unakuwa active kiasi kwamba unaweza kuelewa na kufahamu kila kitu kinachotokea katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asaidie sana. Kwa hiyo mabadiliko ya mtu yeyote yanaletwa na nini? Na maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Luka 9 mstari wa 29 pale tusome. Luka 9 mstari wa 29. Mathayo, Marko, Luka. Soma. 9:29 Luka 9 mstari wa 29. Andiko anasema ikawa katika kusali kwake sura ya uso wake ikageuka, mavazi yake yakawa meupe, yalimetameta. Yakimetameta. Ishia. Ikawa katika kusali kwake, sura yake ikafanyaje? Ikabadilika. Mavazi yake yakawa meupe, ya kumetameta. Hiyo ni ishara ya nguvu na uwepo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ya kumetameta, ya kung'aa. Ikawa katika kusali kwake, sura yake ikabadilika. Kwa hiyo maombi ndiyo yanayoweza kumbadilisha